You are all that matters. You are all that matters. Hey, I'll put you in front. Wafalme, Simba wa Yuda, Yesu tawala. Hallelujah. Hallelujah. Jioni ya leo ni jioni ya pekee ambayo Bwana aliyeziumba mbingu na nchi anao mpango mahususi, anayo ajenda kwa ajili ya maisha yako, anayo mawazo mazuri kwa ajili ya maisha yako, anao mpango mzuri wa maisha yako. Siku hizi 4 Bwana ataokoa watu ambao amewakusudia. Ndani ya siku hizi 4 kuna watu watafunguliwa kutoka kwenye vifungo. Ndani ya hizi siku 4 kuna watu watasikia sauti ya Bwana ikiwaita kutoka pale walipo. Kuna watu watasikia Bwana akiwaita waweze kumjia. Kuna watu watafanywa upya. Yuko mtu ananisikiliza, Bwana atakutana na wewe kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Ameandaa siku hizi 4 kwa ajili yako. Tumeingia gharama hizi kumwandalia mkutano, na nataka niwatangazie ya kwamba mkutano huu ni Mungu mwenyewe ameuandaa. Mkutano huu umeandaliwa na Bwana mwenyewe, na ndio maana vitu vitakavyofanyika mahali hapa sio vya kawaida. Hata kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya redio, ninakualika tuungane pamoja. Ikiwezekana siku ya kesho uweze kuja kabisa hapa kwenye viwanja, tuweze kuungana pamoja. Mungu analo jambo kwa ajili yako. Lakini pia tukumbuke, nguvu zake hazifungwi na mipaka. Uweza wake haufungwi na mipaka. Hata wewe unayetufuatilia kwa njia ya redio, nguvu ya Mungu inayoshuka mahali hapa, tunayoisikia mahali hapa, itakufikia na wewe pale pale ulipo. Nijitambulishe kwa kifupi. Naitwa mchungaji Nestori Ihano. Ndiye nitakaye kuletea maneno ya Mungu kwa hizi siku 4 zote. Na kama ambavyo nimesema, Mungu amekuandalia mambo mazuri katika wiki hii. Niseme kwamba kuna vitu ambavyo Bwana atavifanya. Maana Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko katika viwanja hivi. Lakini pia hata kwenye hii sauti inayosafiri na mawimbi, Yesu anatembea na hiyo sauti. Nguvu zake zitakufikia hapo ulipo. Uweza wake utakufikia hapo ulipo. Haleluya. Nataka nisome maneno ya Mungu kutoka Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura yake ya 21. Tasoma kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 14. Na kama umekuja na huzuni mahali hapa, nataka nikwambie huzuni zako unaziachia mahali hapa. Maana Bwana ambaye ni nguvu yetu, Bwana ambaye ni nguvu yetu yuko mahali hapa, ataachilia neema yake ipate kubadilisha hali ya maisha yako. Mathayo 21 mstari wa 6 mpaka
wa 14 inasema hivi: wale wanafunzi wakaenda zao wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na mkutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Haleluya, haleluya. Hata alipoingia Yerusalemu, nitaongea kitu pale. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki. Haleluya, haleluya. Ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Wakati wanajiuliza hilo swali, wale makutano ambao walikuwa wanamsifu Yesu wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni, wale makutano wakawajibu wakasema, huyu ni yule nabii. Haleluya, haleluya. Huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Haleluya. Yesu sasa walipopata majibu yao, akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na mstari wa 14 Mazira sema, na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya wote. Haleluya. Kwa haraka Yesu alikuwa katika mchakato wa kutimiza safari ya kinabii iliyokuwa imetabiriwa kwenye Zekaria ya kwamba, Yerusalemu, tazama mkombozi wako anakuja, naye amepanda mwanapunda, amepanda mwanapunda. Unabii huo ulitabiriwa mamia ya miaka. Siku hiyo najaribiwa kufafanua kitu fulani, lakini kwa sababu ya muda ngoja nisikieleze. Siku hiyo Yesu alipotambua majira
ya kwamba ni wakati wa kutimiza lile neno la unabii, akawatuma wanafunzi wake, akawaambia, nendeni katika kijiji kinachofuata, mtamkuta mwanapunda amefungwa, ambaye mtu hajampanda bado. Mfungueni, alafu muniletee. Watu wakiwauliza, muambie hivi, Bwana ana haja na yeye. Haleluya, haleluya. Jioni ya leo tunamtangaza Yesu ambaye amekuja kukutafuta wewe uliyefungwa. Amekuja kumtafuta mama aliyefungwa, binti aliyefungwa. Ametoa maagizo, mfungueni, mfungueni, mlilete. Kazi ninayoifanya, ninatia amri ya Yesu. Amenituma kupitia sauti kukufungua. Maana Bwana ana haja na wewe. Bwana ana haja na wewe. Inawezekana wewe ni aposto, ni mtume, umekusudia kuwa mtume, lakini bado uko kwenye vilabu, unalewa pombe. Ninakutangazia, uko unakosikia, uko kilabuni, Bwana ana haja na wewe. Sasa wanafunzi wakafanya vile, wakamleta punda, na Yesu akampanda yule mwanapunda, akaanza kuingia katika mji wa Yerusalemu. Na haya yote yalikuwa yametabiriwa. Neno la Mungu limehakikishwa. Mungu anachokisema hakika huwa kinakuja kutokea. Haijalishi itapita miaka mingapi. Ahadi za Mungu ni za kweli. Akikuahidi atakuinua. Haijalishi itapita miaka mingapi. Uwe na hakika kuna siku itafika, Bwana atakuinua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haijalishi chochote kile ambacho Bwana amekiahidi kwa ajili yako, hata kama kikichelewa, lakini hakika yake, uwe na hakika kuna siku kitatokea hakika. Akaingia Yerusalemu. Wakati anaingia, hebu mwambie jirani yako, uwe na akili. Uwe na usome alama za nyakati. Watu wakaambizana, huyu ndiye aliyetabiriwa. Wengine wakakumbuka ule unabii, huyu ndiye aliyetabiriwa ya kwamba ndiye atakuwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Wakashituana, wakasema, unajua, unapokutana na Mungu, kama kuna kitu ambacho Mungu anakipenda ni sifa, ni kusifiwa. Wakashituana, wakasema, huyu mfalme wa wafalme anastahili sifa. Kwa hiyo wakatengeneza maandalizi, wakafanya maandalizi. Wengine wakaanza kutandika nguo zao, wengine wakazitandika juu ya yule mwanapunda. Alafu Yesu akapanda juu ya mwanapunda, akaanza kutembea. Yule punda siku hiyo akashangaa. Hebu sema ehe. Akasema, mbona hii staili sijawahi kuiona? Sijawahi kutembea nikiwa nimetandikiwa nguo, ninakanyaga juu ya nguo, napita juu ya nguo. Hii haijawahi kutokea.
akajiona mbarikiwa kuliko punda wote wa Yerusalemu. Wengine huwa wanasema hivi, punda huyo akawa anawacheka punda wenzake, kwamba mnaona mimi ambaye heshima nimepewa. Lakini wengine wao wanasema eti kesho yake alirudi hiyo njia. Matokeo yake, badala ya kutandikiwa nguo, alikula fimbo isivyokuwa kawaida. Hii ni kusema haleluya, haleluya, sisi kama wanadamu, wakati hatuna Yesu, tunaweza kujifananisha na punda. Wakati hatuna Yesu, hatuna thamani yoyote. Mwanadamu yeyote ambaye hana Yesu, ambaye hamwamini Mungu, ambaye hamchi Mungu, maisha yake kuna thamani fulani yanaipoteza. Sasa punda huyu alipombeba Yesu, haleluya, alipombeba Yesu, na yeye katika zile sifa ambazo Yesu alikuwa anapewa, na yeye akaonekana ni sehemu ya hizo sifa. Inaweza kutokea hata kwako, inaweza kutokea hata kwako, inaweza kutokea wewe unayenisikiliza kwa njia ya redio, inaweza kutokea hata kwako. Siku ukifanya maamuzi ya kusema kuanzia sasa nampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, heshima yako mtaani itaongezeka, thamani yako itaongezeka, hata sura yako itang'aa zaidi. Nimeona Yesu anapomwokoa mtu, hata sura yake inabadilika, anapendeza zaidi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu wezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Haufananishwi na kitu kingine. Anayeweza kufanya mambo yanayopita kawaida ni Yesu Kristo, na ndiye tunamtangaza hapa jioni ya leo. Ndiyo maana punda alipata hiyo heshima kwa sababu ya Yesu. Hata wewe ukimpata Yesu utapata heshima. Neno la Mungu linasema yeye ni Mungu ambaye anaweza kuwainua wanyonge na kuwakatisha na wakuu. Kwa sababu ya Yesu unaweza kujikuta siku moja umeketishwa na wakuu, kuanzia hapa duniani, lakini pia siku moja kanisa likishanyakuliwa utaketishwa pamoja na mfalme wa wafalme, Yesu Kristo mwana wa Mungu, kwa sababu ya kumpokea Yesu. Sasa nataka niongee mambo matatu kutokana na hii passage. Jambo la kwanza, Yesu akiingia mahali lazima kuwe na taharuki. Yesu ninayemjua, Yesu ninayemfahamu, Yesu ambaye nasoma habari zake, akiingia mahali lazima kuwe na taharuki. Akiingia kwenye moyo wako, kama kulikuwa na mapepo, kama kulikuwa na magonjwa, lazima wale wapangaji wote waliokuwa ndani yako waingiwe na taharuki ya kwamba kuna nini kimetokea, kuna jambo gani linaendelea, kuna mambo gani, mbona tunasikia kuungua. Mapepo lazima ya taharuki,
Maana Yesu ameingia mahali. Alipoingia Yerusalemu, mji wote ulitaharuki. Ndivyo itakavyokuwa kwako leo, wewe uliyefungwa na nguvu za giza, wewe uliyefungwa na magonjwa, wewe uliyefungwa na mambo ya giza. Ndivyo itakavyotokea utakapompa nafasi Yesu kwenye moyo wako, kwenye maisha yako. Yale mambo yote yatataharuki. Balaa na mikosi vitataharuki. Watu wabaya maadui zako watataharuki. Waliokuwa wanakutarajia kukuona kilabuni watataharuki, maana watakuwa wanakuona kanisani, kwenye maombi. Waliokuwa wanakuona kwenye kona umebananishwa na kama mwanaume ambako hata hakana hela, sasa watakuona tena, watakuona kanisani, maana watataharuki, watataharuki. My God, my God, my God, my God. Leo kuna watu, kuna mambo, kuna vitu kwenye maisha yako vitataharuki, kwa sababu Yesu tumemleta mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa, yuko kwa ajili ya kila mmoja wetu, ili mtu mmoja atakayesema ndio kwa Yesu apate kuingia katika uzoefu ambao ulitokea mahali hapa. Yesu alipoingia Yerusalemu, palitaharuki. Wale wanaokufahamu, Yesu akiingia ndani yako, wataanza kujiuliza, watakupotea, watasema huyu ni nani? Kuna watu wanafikiri wanakufahamu, lakini bado hawajakufahamu kwa sababu huna Yesu. Ila Yesu akiingia ndani yako, na ndiyo maana chombo chochote, kwa mfano hivi vyombo vya umeme ukikinunua, huwa kinakuwa na kitabu kinaitwa manual, mwongozo wa kutumia kile chombo, kwamba ukitaka hiki chombo kikupe matokeo mazuri, kitumie hivi na hivi na hivi. Ukitaka hizi drums siwe zinatoa sauti nzuri, usi unapiga namna hii, upige namna hii. Inakuongoza, ndipo utapata matokeo makubwa. Ninayo habari njema kwa kila anayenisikiliza ya kusema, sisi sote, Mwaitege akaimba, sisi sote ni kazi ya mikono yako, tumeumbwa mfano wako. Sisi sote, hata kama hauamini, ya mikono ya tumeumbwa kwa mfano wako. Kila mmoja unayenisikiliza, una miguu miwili au hata mguu mmoja ni mbovu, una dosari yoyote, ili mradi wewe ni mwanadamu, wewe umeumbwa kwa sura ya Bwana, umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Na sasa, ili ujue vitu Mungu kaweka ndani yako na uvitumie na uishangaze dunia, lazima uishi kwa maelekezo ya muumbaji, ya mtengenezaji, ambayo yako kwenye Biblia. Hebu muulize jirani yako, unafuata mwongozo gani wewe? Unaishi kwa mwongozo gani?
Ukitaka kuoa au kuolewa, unaishi kwa mwongozo gani? Ukitaka kufanya biashara, unafanya kwa mwongozo gani? Sijui amekupa jibu gani, lakini mwongozo ambao mwanadamu akiufuata ndipo atajua hata vitu ambavyo Mungu kaweka ndani yake ni neno la Mungu. Na Yesu anapoingia ndani yako ndipo ambapo mambo yanabadilika. Huwezi ukabakia vile ulivyokuwa. Huwezi ukabakia vile ulivyokuwa. Niliwahi kuvuta sigara, lakini siku nilipoamua ya kwamba huu ni upuzi, Yesu alipotawala, kiu ya sigara ili katika pale pale. Huwezi ukakutana na Yesu ukabakia vile vile. Wengine wanashangaa nikiwaambia hivyo. Niliwahi kuvuta fegi. Siniona, sifikiri nilizaliwa mtakatifu. Sikuzaliwa hivi nilivyo. Lakini kuna mahali nilikutana na mwanaume Yesu. Akasema, wewe sio wa kuishi maisha haya. Njoo hapa ili tarehe 11 mwezi wa 9 2025 watu wasikie sauti yako ukilinena neno la Bwana. Haleluya. Yesu akayabadilisha maisha yangu. Na kwa sababu nilimwamini Yesu nikiwa bado mdogo, Yesu akanilinda mpaka nafika wakati wa kuoa. Sijaonja mwanamke hata mmoja. Hayo yote anaweza kufanya Yesu. Hapa kwako anaweza kufanya. Anaweza kufanya jioni ya leo. Na sijui mwanamke mwingine hapa duniani. Nenda Ulaya, hakuna mwanamke ambaye mimi namjua. Nenda China, hakuna mwanamke hata mmoja. Sina hata mtoto wa kusingiziwa. Haleluya. Sasa hiyo ni maisha yangu. Inawezekana uzoefu wako ni tofauti. Haleluya. Yesu akaweza kufanya hivyo kwenye maisha yangu. Kitu cha pili ninachosema, Yesu akiingia ndani ya maisha yako. Kuna watu mnanisikiliza, umekuwa ukijiuliza, hivi kweli mimi ninaweza kubadilika? Hivi kweli mimi ninaweza kuacha pombe? Hivi kweli mimi ninaweza kuacha uzinzi? Hivi kweli mimi naweza kuacha wizi? Nataka nikuambia jioni ya leo, yuko Yesu ambaye ukimkaribisha sawa sawa ndani ya moyo wako, ana uwezo wa kugeuza na kubadilisha hiyo hali, ukaishi maisha yaliyonyooka, yaliyoeleweka, ukaaminika hata mtaani. Ukikutana na mtu pressure haipandi. Maana kuna watu wengine ukikutana naye, kama ulikuwa na pochi unaanza kuiweka sawa sawa vizuri. Kitu cha pili, anapoingia hekaluni anafukuza waliokuwa wakiuza njiwa na kondoo, waliokuwa wakibadilisha fedha. Na jioni ya leo ni maombi yangu, umruhusu Yesu, kwa sababu ndani ya moyo wako wako wafanya biashara bandia wamekuja kupanga kwenye moyo wako. Wako wafanya biashara bandia, ziko tabia
ziko tabia nyemelezi, wako wezi, wako majambazi. Majambazi wengine ni tabia ambazo ndizo zinakuharibia hata future yako, maana zimepanga ndani ya moyo wako, ni wapangaji ndani ya moyo wako. Lakini dawa ya wapangaji hao, wewe sema tu, Yesu ingia ndani yangu. Yesu ninakupokea leo. Ukishampokea, atakachofanya ataanza kupindua, ataanza kupindua, atawafukuza wote, atawafukuza wote, atawafukuza wote, wote atawatimua. Yesu akafukuza wote waliokuwa wakifanya biashara ndani ya hekalu, na akasema neno hili ya kwamba imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Nataka nikufafanulie kidogo hapa. Wewe na mimi, maandiko yanatuambia miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu ni hekalu la Mungu. Mwili wako ni hekalu la Mungu, au ni nyumba ya Mungu. Mwili wako ni makao ambayo Mungu anapaswa kukaa. Ndiyo maana maandiko yanasema atazaliwa mtoto wa kiume, nawe utamwita jina lake Imanueli. Maana yake ni Mungu pamoja na wanadamu. Nataka nikwambie, Yesu ninayemhubiri ni Mungu pamoja na wanadamu. Lengo lake, alizaliwa apate kuishi ndani ya wanadamu. Na anaishi wapi? Ndani ya mwili wako. Mwili wako ni hekalu la Bwana. Na sasa hekalu hili tulilosoma imesema kulikuwa na wauzaji wabadili fedha na nini. Yesu akachukua fimbo, akachukua kikoto, akawatandika. Jioni ya leo ni maombi yangu, umruhusu Yesu aingie ndani yako, achakaze wapangaji wote walioingia ndani yako bila ya wewe kujua. Uzinzi ni mpangaji, uongo ni mpangaji, wizi ni mpangaji asiyepaswa kuishi ndani yako, utapeli ni mpangaji asiyepaswa kuishi ndani yako, uhuni, uchafu, ufiraji, ubakaji, hao wote ni wapangaji wasiopaswa kuishi kwenye mwili wako. Jioni ya leo yuko Yesu ambaye ukimpa nafasi kwenye maisha yako, wote atawatimua. Ngumi moja tu inawatosha. Wakiona tu mwenzao kapigwa ya jicho na ya pua, wengine wanasema oho, wanatafuta njia. Na baada ya hawezi kufukuzwa ndani yako, kitakachotokea ni hiki cha tatu. Akiingia hekaluni mwako, emsema mambo yatakuwa bambam. Mambo yatakuwa bambam. Wakongo wanasema mambo yatakuwa bien. Haleluya. Wanaenda kuhubiri Kongo pia, kwa hiyo mambo yatakuwa vizuri. Kwa nini? Tunaona anapofukuza hawa wapangaji, kinachofuata baada ya pale, Biblia inasema viwete na vipofu, viwete na vipofu, viwete na vipofu. Nasema viwete, nasema viwete, viwete na vipofu ndani ya hekalu lile lile, ndani ya hekalu lile lile ambalo dakika 5 zilizopita
kulikuwa na majambazi baada ya kutimuliwa ndani ya hekalu lile lile, viwete na vipofu wakamwendea, alafu vinasema akawaponya, 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 akawaponya. Wale waliokuja jana kabla majambazi hawajafukuzwa waliingia kwenye lile hekalu wakatoka bila kupona. Wale waliokuja siku 3 zilizopita waliingia kwenye lile hekalu wakatoka bila kupona. Macho ya vipofu yaliyopata nafasi ya kuingia kwenye lile hekalu walirudi wakiwa vipofu vile vile. Lakini Yesu alipotimua majambazi, zile tabia alipotimua wafanyabiashara, siku hizi kuna wakati imefika mahali makanisa, baadhi ya makanisa, sisemi makanisa yote, baadhi ya makanisa yamekuwa places of business. Wanalipisha maombezi, kuombewa toa sadaka, kuombewa toa kiasi hiki. Wengine pana wanajazisha form, unajaza form na unalipa kiasi cha hela. Mambo ambayo Yesu aliyakuta kipindi hicho hata sasa hivi yapo. Lakini hapa tunapohubiri Injili tutakuombea na Yesu atakuponya bila ya kukutoza hata shilingi. Wapendwa, kanisa limevamiwa. Kuna watu wanafanya biashara kanisani. Kuna watu wanafanya biashara makanisani. Siku zao zimehesabiwa. Natangaza siku zao zimehesabiwa. Sema amen. Sema amen. Siku zao zimehesabiwa. Maana Mungu hawezi kuvumilia hiyo hali ikaendelea namna hiyo. Yesu atakuja na fimbo, atawatandika, atawafukuza kutoka kwenye hekalu. Halafu baada ya pale watakaoingia kwenye hekalu lake wote watapokea uponyaji. Bwana atawaponya. Hekalu likisha safishwa. Nataka kusema hivi, maisha yako, moyo wako ukisha takaswa na damu ya Yesu, manake wale wapangaji watakuwa wamefukuzwa ndani ya moyo wako. Inatengeneza mazingira ya mambo mazuri kuanza kutokea. Kama ulikuwa unaumwa, Bwana atakuponya. Maana neno la Mungu linasema akusamehe dhambi zako zote, alafu akuponya na magonjwa yako yote. Unafahamu maana ya yote? Mwingine ananiuliza na kansa. 2014 tukiwa tunafanya maombezi pale redioni, akapiga simu mama mmoja akiwa na kansa. Kansa imefikia ile stage ya mwisho, hospitali hawawezi wakamsaidia tena. Tukaomba kwa ajili yake. Anaishi Kijenge. Tukaomba kwa ajili yake. Nakumbuka usiku huo wakati usahau. Wakati tunaomba, nguvu za Mungu zilishuka pale studioni kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Tukasikia nguvu ya Mungu isiyokuwa ya kawaida imeshuka pale studioni. Kumbe tulipokuja kuongea naye, wakati nguvu ya Mungu iliposhuka namna hiyo, yeye alikuwa kitandani kwake, alijikuta yuko chini, ameanguka. Akatueleza hospitali, KCMC, Mount Meru, kote wamemwambia hawana msaada tena. Alikuwa na kansa kichwani, anatokwa usaha, kwenye masikio anatokwa na usaha. Imefika hali mbaya, alishaacha na kusuka. Tulipomwombea,
Bwana akanipa neno la kumwambia baada ya siku 5 vile vidonda vitakuwa vimekauka. Siku ya 3 akapiga simu akasema, Pastor, hebu sema pastor. Sema tena pastor. Akapiga simu akasema, niko kanisani kwenye mazoezi ya kwaya. Haleluya! Haleluya! Kwa wale waliokuwepo kwenye kumbukumbu ya miaka 40 ya Radio Habari Maalum, yule mama alikuwepo na alishuhudia. Yesu anaponya chochote kinachoitwa ugonjwa. Mwingine hata tezi dume, ndio Yesu anaponya. Pale msalabani maandiko yanasema, naomba tusimame. Maandiko yanasema Yesu alipigwa mapigo 39. Wataalamu wa afya wanasema aina za magonjwa ambayo wanadamu yanawasumbua yako 39. Maana yake ni kusema kwa kila ugonjwa ambao unausikia na uko kwenye maisha yako, kwa sababu ya huo Yesu alipigwa kwa ajili yake. Na neno la Mungu linasema katika Isaya ya kwamba kwa kupigwa kwake ninyi mliponywa. Sio mmepona, mliponywa. Pale msalabani Yesu alipopigwa tuliponywa. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Hey, alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu tuseme tena, alipo Yesu. Oh, hii ni kweli, yote yanawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. yote Yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. yote Yanawezekana. tufuatilia kwa jina Yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. yote Yanawezekana. Yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. 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 Alipo Yesu yanawezekana. Nataka kwenda kuomba na mtu ambaye
umenisikiliza na unasema ninamhitaji huyu Yesu aingie ndani yangu ili na thamani yangu pia ipande, lakini pia aondoe ziko tabia yako, mambo ndani yako, kwenye maisha yako, kwenye familia ambayo yamekuwa ni kikwazo kwenye maisha yako. Unataka Yesu akusaidie kutoka kwenye hayo yote. Nitakuomba usogee hapa mbele, na kwa wale ambao mnatusikiliza kwa njia ya redio, tutaomba na wewe utanifuatisha kwa sala ambayo tutakuwa tunaomba. Kama uko mahali hapa unasema Yesu, nataka ukutane na mimi siku ya leo, uko hapo kwenye hiki kiwanja, nitakuomba usogee hapa mbele, alafu tutaomba pamoja na wewe. Maana Yesu yuko hapa, amefungua mikono yake apate kukupokea, apate kukupokea. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Yesu yuko hapa jioni ya leo. Leo ndo tunaanza, leo ndo tunaanza na kesho tutaendelea. Kama nilivyosema, wale ambao mnatusikia kwa njia ya redio, inawezekana ulikuwa hauna taarifa na mkutano huu, basi tunakualika kuanzia saa 9 kesho, njoo kwenye viwanja ya kanisa la Habari Maalum ili tuje tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Mungu, lakini pia kuomba pamoja, na Bwana atakufungua. Amejiandaa kukufungua na kutendea mambo makuu. Nami nataka niombe sasa kwa yeyote ambaye inawezekana uko hapa au uko mbali, nifuatishe tu kwa maneno haya nitakayokuwa nasema. Sema tu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimesikia neno lako, ninaomba unisamehe, ninatubu dhambi zangu zote, ninakukaribisha Yesu, ingia ndani yangu, unisafishe, unitakase kwa damu yako, ili niweze kuwa safi mbele zako na niweze kuishi maisha ya kukupendeza wewe. Wapangaji walioko ndani yangu, Yesu, ninakupa nafasi, wote uwafukuze, wasinitawale tena. Kuanzia sasa, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, iandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu, maana umesikia na umetenda. Mimi ni mwanao kuanzia sasa, katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi, nimeomba na kushukuru. Amen. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi. Mshangilie Yesu kwa makofi. Mshangilie Yesu kwa makofi. Nataka kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Kila alikopita Yesu alihubiri neno, lakini pia aliponya magonjwa. Popote pale ulipo, weka mkono wako mahali panapouma. Weka mkono wako mahali panapouma. Wale mlioko kwenye hivi viwanja, na kama ungependa kupita hapa mbele, karibu. Lakini wewe ambaye unatusikiliza kutokea mbali, weka tu mkono wako pale panapouma. Na nguvu za Mungu zitakufikia hapo hapo ulipo. Wewe ni Mungu wa ajabu, unafanya maajabu pale ninaposhindwa, unafanya
mwenyewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu wa ajabu, unafanya maajabu pale ninaposhindwa, unafanya mwenyewe. unafanya mwenyewe. Wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu wa ajabu, unafanya maajabu unafanya maajabu pale ninaposhindwa, unafanya mwenyewe. unafanya mwenyewe. Wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu wa ajabu, unafanya maajabu unafanya maajabu pale pale ninaposhindwa, ninaposhindwa, unafanya mwenyewe. unafanya mwenyewe. Pale ulipo nataka niombe sasa. Baba, katika jina la Yesu, mkutano huu ni mkutano wa kwako, nami sasa na kuwakabidhi wote ambao wajisikii vizuri katika miili yao kwenye mikono yako. Yule aliyeweka mkono wake mahali panapouma, ninaachilia nguvu yako, nguvu iponyayo, nguvu ifunguayo, nguvu ihuishayo, afya iliyokufa, afya iliyozorota. Yesu, tumekushuhudia ukiponya kansa katika jina la Yesu. Na sasa nyosha mkono wako. Ndiyo Bwana, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, mfikie huyu mama pale alipo, mfikie huyu baba pale alipo, mfikie huyo kaka pale alipo, katika maumivu ambayo anayasikia, anayoyapitia. Hebu mfikie kwa uweza wako, nguvu yako, uweza wako na mamlaka yako, imfikie anayesikiliza kwa njia ya redio hapo hapo alipo. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto uteketeze kila magonjwa. Ninafungua kila kifungo, nafungua kila kifungo cha magonjwa, nafungua kila kifungo cha maradhi kwa yule anayenisikiliza hapa na yule anayesikiliza kwa njia ya redio. Nafungua vifungo, nalegeza vifungo na kuvifungua katika jina la Yesu. Ninamuru nguvu yako Bwana, namuru nguvu yako Bwana ianze kupita sasa, pita sasa. Nguvu za Bwana pita, nguvu za Bwana pita, nguvu ya Bwana pita, nguvu ya Bwana penya, penya, pita. Mkono wako mguse, mkono wako mguse huyo anayeumwa kansa, Bwana mguse. Anayeumwa virusi vya ukimwi, Bwana mguse. Magonjwa ya mifupa, Bwana gusa katika jina la Yesu. Bwana, tutasikia mambo ambayo unayatenda. Wafungue watu wako. Wewe ni Mungu ambaye umeahidi kufanya mambo ya ajabu kwa wale waliowakusudia katika mikutano hii. Ninakushukuru Bwana, maana umenisikia na unatenda, maana wewe ni Baba. Katika jina la Yesu, wewe ni Mungu ambaye huwatazama watu wako, ukawahurumia na ukawaponya katika tabu zao zote. Asante Yesu, maana umetenda na umeponya. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi, Baba, nimeomba na kuamini. Kila mwenye pumzi aseme amina. Amen. Kila mwenye pumzi aseme amina. Amen. Kila mwenye pumzi na aseme amina. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina tena. Amen. Kama kulikuwa na kitu huwezi kukifanya baada ya maombezi haya, jaribu kufanya kitu ambacho ulikuwa huwezi kukifanya, kwa sababu Mungu ambaye tumemuita kuna kitu ambacho amekutendea. Na unaweza ukawasiliana na sisi kupitia namba 0767 048 061
0767 048 061. Ikiwa Bwana amekutendea, amekugusa, unataka kushuhudia, huwezi kuja hapa. Uko Singida, uko wapi, mahali ambako habari maalum inafika, tuma ushuhuda wako kupitia namba hiyo, na Bwana atabarikiwa kwa sababu hiyo. Hadi kesho tukutane tena mahali hapa, ili Bwana akatuhudumie tena kwa viwango vya juu. Mungu awabariki. Karibu kiongozi. Hebu tuongeze tena makofi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mahali popote unaposikiliza, hebu tumshangilie Bwana, yeye ambaye anaweza kufanya maajabu, yeye ambaye anaweza kutenda na kutubariki na kutuongoza. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu, popote ulipo katika viwanja hivi, na hata wale wanaotusikiliza wakiwa kule mbali. Mungu akubariki sana kwa leo. Asante sana mtumishi wa Mungu pia ambaye Bwana amekutumia, na watu wameponywa na watu wameokolewa. Yesu yuko kazini. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anasamehe pia. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu atubariki. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ni siku ya kwanza katika mkutano wetu huu. Bwana ameanza na sisi tunaendelea, na kama ambavyo ratiba yetu inasema, kesho tena tunaendelea. You are all that matters. You are all that matters.